Leo ni wangapi ambao tumebahatika kuwapata wazazi wetu katika hali ya uzee, katika hali ya utu uzima, lakini inakuwa wale wazee kupitia watoto wale ni kama adhabu kwao, ni kama mtihani kwao. Mtoto amemfundisha, mtoto amemsomesha, mtoto amemvisha, amemlisha, amemwandaa kuwa na maisha bora. Baada ya mtoto yule kuja kupata maisha yaliyokuwa bora katika hii dunia, anashindwa kuukumbuka wema wa wazazi wake, anakuja kuwa chanzo na sababu kuwahangaisha wazazi wake. Leo ni vijana wangapi wamewafukuza wazazi wao katika majumba yao? Mzazi anakwenda kuomba msaada kwa mtoto wake, lakini mtoto yule anaamua kusimama na kumfukuza yule mzazi, anashindwa kutoa msaada kumsaidia yule ambaye ni mzazi wake, anashindwa kufanya wema kwa mzazi wake. Yote ni kwa sababu ya muongozo ambao anaoupata kutoka kwa mke wake. Mke wake anamwambia, kwani mtoto ni wewe peke yake ndani ya familia? Kwani kuna ndugu zako wangapi ambao Mwenyezi Mungu amewajalia uwezo? Kwa nini asiende kwa ndugu zako? Anakuja kwako kutaka msaada, anakuja kwako atake yeye kumhurumia. Wangapi ndio imekuwa ni chanzo na sababu wake zetu leo sisi vijana tunakwenda kuwafukuza wazazi wetu, hawapati msaada. Sasa kijana yoyote ambaye Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala amemwezesha katika maisha yake, baada ya kufanyiwa ihsan, baada ya kulelewa na mzazi wake, akafikia mahala ambapo na yeye ana uwezo wa kuwaangalia wazazi wake, akashindwa kuwaangalia wazazi wake, akashindwa kuwafanyia wema wazazi wake, pindi anapokufa huyu, moja kwa moja anakwenda kwenye moto wa Jahannam, na Allah anamweka mbali na huruma na rehema zake.